Akizungumza wakati wa ufunguzi wa kikao hicho, naibu katibu mkuu ofisi ya makamu wa pili wa rais Zanzibar, Salhina Mwita Amer, amesema serikali imeendelea kuwa na dhamira thabiti ya kupunguza athari za maafa kwa kuimarisha uhimilivu wa jamii. Alisema kuwa juhudi zinaendelea kuchukuliwa na zinaendana na mipango ya maendeleo ya taifa pamoja na ile ya kimataifa kama vile mikataba ya Paris juu ya mabadiliko ya tabia ya nchi na malengo ya maendeleo endelevu. Hivyo kikao hiki ni hatua muhimu sana katika utekelezaji wa dhamira hizo. Taarifa ya awali itakayowasilishwa leo ndio msingi wa tathmini ya kina itakayotoa ushahidi wa kisayansi kwa ajili ya sera na mipango yetu. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa Commission ya kukabiliana na maafa Makame Khatib Makame aliutaja msingi wa tathmini hiyo kuwa ndio dira sahihi ya kujua hali halisi ya mikoa ambayo inahitajika kufikiwa juu ya athari kiuchumi na kifedha. Kwenye eneo hili ama tathmini hii itatupa sasa picha halisi tukoje, lakini baada ya hapo itatupa sasa mwelekeo katika kujenga uwezo wa jamii yetu, lakini kujenga uwezo wa sekta zetu za kukabiliana na maafa na kuwa na mifumo sasa ya uwekezaji. Na bahati nzuri hili linaendana pia hata na kauli mbiu ya maadhimisho ya siku ya maafa duniani iliyosema kwamba wekeza uhimilivu kifedha kabla maafa hayajatokea. Kwa hiyo tunategemea matokeo ya tathmini hii yataweza kutupa mwelekeo jinsi gani jamii iweze kujiwekeza katika masuala ya kifedha, kwa mfano kuwa na masuala ya bima, lakini uchangiaji kwenye mifuko mbalimbali ili kupunguza athari za majanga ambayo yamekuwa yakitokea. Vile vile meneja wa mradi wa pamoja Zanzibar Joint Program Josephine Alaswai kutoka UNDP alieleza kuwa athari za mabadiliko ya tabia ya nchi yanaweza kuleta changamoto nyingi ikiwemo hiyo ya kiuchumi na kifedha. Kwa ajili ya kuangalia ripoti ya mwanzo ambayo inaenda kutuonyesha jinsi gani kamisheni ya maafa pamoja na wataalamu wengine wa serikali ya Zanzibar wataenda kufanya tathmini ya athari za kiuchumi na za kifedha zinazosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi na majanga kwa Zanzibar, kuangalia jinsi gani athari hizi zina affect uchumi, zina affect wananchi na biashara mbalimbali kwenye sekta zote za kiuchumi hapa Zanzibar. Kutoka Zanzibar, Hashim Kasim, Daily News Digital.